Let us welcome our cousin from Kisii, Dr. Fred Matiang'i. Mukaribisha kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Baba Askofu na viongozi wa kanisa kwa mahubiri tumepata, na asante sana kwa kutukaribisha kanisani hapa leo kuomba nanyi. Kati ya zile sababu ulitoa 3 ya kuingia kanisa, acha niseme tu mimi nilikuwa na sababu ya 4 ya kuja kukutana na watu wa pande hii, kujuana vizuri, na nimekuta marafiki zangu wengi hapa including Cecil Kariuki ambaye tulifanya kazi na yeye kwa serikali, na Mheshimiwa Kimemia ambaye alikuwa gavana hapo zamani na kiongozi wa katika chama chetu cha Jubilee. Nataka kusema maneno matatu. Kwanza, ninawashukuru hawa ndugu zangu viongozi, principals, kwa ndugu wao na uhusiano wetu na vile tumefika hapa leo. Hii style tumeanza mpya ya kuzungumza na wananchi tukiwa sisi wote pamoja, itapunguza uhasama wowote na suspicion kati yetu sisi wote na wananchi tukiwa kwa kanisa. Nataka kuwaomba tafadhali, kwa sababu nchi yetu iko katika hali isiyo ya kawaida, huu ni wakati wa sisi wote kusonga pamoja, tuwe na uwiano na mambo ya vyama isitugawanye. Kwa sababu sisi kama viongozi tumeketi hapa, mmetuona, ukiwa katika chama cha DCP, ukiwa katika chama cha Wiper, ukiwa katika chama cha DAPK ama DP ama chama cha Jubilee, sote ni familia moja, ni kama boma moja. Tutazidi kutembeleana na kuongea maneno ya uongozi wa nchi na vile tutakavyoendelea mbele. Kwa hivyo tukae pamoja kama ndugu na dada, kwa sababu tukiwa katika safari hii, na ni safari isiyo ya kawaida, tuhakikishe kwamba tumesisitiza sana na tumeweka umoja wetu, na tumeanza kuwaonyesha wananchi vile sisi tunafanya kazi pamoja na vile tunataka kutembea. Na nyinyi tafadhali mtembee namna hiyo, ili sisi tuweke umoja na undugu wetu utusaidie kwenda mbele. Jambo la pili, ningesema mambo mengi na tutasema kule mbele. Kwa nini tunatafuta uongozi? Kwa nini tuweke umoja na undugu wetu utusaidie kwenda mbele? Jambo la pili, ningesema mambo mengi na tutasema kule mbele. Kwa nini tunatafuta uongozi? Kwa nini tunataka kubadilisha uongozi wa nchi? Ni kwa sababu nchi yetu ya Kenya inahitaji uongozi wa kuheshimiwa na uongozi wa kuaminika na wananchi. If I would advise, because I normally take my personal and public responsibility very seriously, I would advise this government. You know, we have so many things that have not been addressed, and they take everybody for granted. I keep wondering, why do they think they are so unpopular? Shule ilichomeka hapa Nyeri the other day, watoto wakakufa hapo darasha. Up to now, nobody knows what happened. There is no report that is existent, nothing. Watoto walichomeka, wakakawa ashes. Kule Pwani, kulikuwa na kaburi lipatikana pale. They don't know, they can't tell you coherently how many bodies were found there and what actually happened. Sahi tumeketi sisi zote hapa. We lost our CDF, Chief of Defense Forces, the late General Ogola. Fantastic soldier. I don't know, I was asking Speaker Muturi if you have seen a coherent report where the government explained what exactly happened. You know, this government takes the public for granted, they don't care. It's a very irresponsible government and it's a wrong way to manage a country. Sasa shida hizi zote tuko nazo ni kwa sababu sisi wananchi tunataka kubadilisha serikali hii so that we institute a responsible government. Serikali ambayo unaweza kuamini. Kama tungekuwa na serikali ya kuaminika, a minister of government would come out and explain this is what's going on and so on. But they don't care. As Justin Muturi says, even what's going on in the Middle East, they don't care. They care for only one thing, looting the country and putting money in their pockets. That's all. The welfare of the people, even matters that affect the people. Finally, this issue that we are discussing about passports and so on, I was the Minister for Interior, so I understand this thing like the back of my hand. Tunaharibu nchi yetu sisi wenyewe na ushenzi kama huu ambao unaona ukifanyika hapa.
Ndio tunapewa wakora passport yetu na kitambulisho, tunarokota watu kutoka huko nje. Sisi tunaomba mtupee serikali ili tuwaonyeshe vile nchi inapaswa kuendeshwa, so that we can be respected the way we were respected. How can you in this day and age, 6 decades after independence, unatoa tu kitambulisho kiholela holela? Na hili jambo nitalizungumzia kwa uwazi siku nyingine. Hata yule PS alikuwa education alipelekwa huko kwa registration to supervise registration of foreigners. Ili the government is bothered about survival. Wapate kura, wafanye ukorora na mambo kama hayo, and in the process hurting the image of our country. I was the minister when Magufuli's opponents came here after the elections in 2000. And President Kenyatta na sisi tulikataa kuwakamata because walikuwa wanatupigia simu kila wakati, oh kamata huyu sijui nini. We told them, my friend, the largest UN office outside of the north is in Nairobi. Tunaheshimiwa. We are now in the UN Security Council. Na sasa the Commissioner General for UNHCR ako hapa. Sisi ndio tunaheshimiwa dunia hii kwa vile tumeweka refugees hapa. We can't arrest people kiholela holela kwa sababu serikali ya kwao haiwataki. Sasa hii mambo umeona hivi karibuni ya ujinga kabisa, eti kisa Besigye anakuja kushikwa hapa kupelekwa huko, inaharibu sifa yetu. Na tukipata nafasi, Mheshimiwa Rigathi na wengine wataweza kueleza hata shida yetu ya chai kwenda Sudan imetokana kwa sababu wale wakora wa Sudan wameishi hapa. Sasa serikali ya huko imesema sisi hatuwezi kuchukua chai ya Kenya. Wakulima wa hapa sasa ndio wanaumia kwa sababu ya maneno kama hayo. Hiyo ndio sababu wananchi tunataka serikali. Mtupee serikali, mtuunge mkono. Sisi tunyoroshe hii nchi, tuishi vile tunatakiwa kuishi kama wananchi wa Kenya. Na mwisho, nimeandamana hapa na viongozi wengi. Wengine wametaja wale wa Jubilee, mwenyekiti wetu Bwana Kemosi, Secretary General wetu Bwana Moitareri Ole Kenta, Deputy Secretary General wetu Bwana Kinuthia, Executive Director wetu Bwana Mwangi Dan, Vice Deputy Party Leader Bwana Manje, na Deputy Party Leader mwingine Bwana Kioni ndio huyu, na wengine ambao watatambulishwa kwenu kule nje. Tukae pamoja. Na nawashukuru Senator Methu. Asante sana for visiting with us. Mimi sina kura hapa Nyandarua, lakini kama ningekuwa na kura hapa ningekupigia kura kama senator, because huyu ni mtu mzuri sana, tumefanya kazi na yeye and he is a good man. Unajua sometimes ukiona mtu ambaye anaweza kazi and is a good man, you don't have hata kama tuko kwa kanisa. See, that's why we are supposed to be honest, tuseme mambo ya kweli hapa. Tafadhali tuungane mkono, tukae pamoja kama timu moja. Let us support these brothers of mine so that we can move our country to the next level. May God bless you. Thank you. Tumukaribishe kazi wetu, si ndio? Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka.